kiongozi wa dini ya Kiislamu alisema tupo tayari kukata vichwa. Mimi naomba nionye pia hapa. Ina maana kwamba tukapokuwa tunazungumza kirafiki zaidi na huyu mtu wa aina hii, tunaandaa wengine kuja kuzungumza au kufanya vitu vya sampuli hiyo. Hey guys, ni kwa mara nyingine tena. Leo tumekuja kwako kwa ajili ya kufanya majadiliano juu ya lile swala ambalo limejitokeza hapo jana, kuhusiana na mkutano ambao ulifanyika jana na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Bwana Chalamila. Naomba tumsikilize ili tuende moja kwa moja katika yale ambayo tunayotaka kuyachambua siku ya leo. Nilimsikiliza pia kiongozi wa dini ya Kiislamu alisema tupo tayari kukata vichwa. Mimi naomba nionye pia hapa. Tusifike huko ndugu zangu viongozi wa dini. Tuwe ni watu tunaoadilisha, tunaokemea. Kamwe tusiweke petroli katika haya ambayo yanatokea na madhara yake akaja kwa makubwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam, kama tulivyoweza kusikiliza na kuona nini ambacho amekizungumza mheshimiwa hapa kwa upande wetu, tunaweza tukakiangalia kama ifuatavyo. Ni kwamba katika sura ambayo ameweza kuizungumza, amezungumza tunaweza tukasema ni katika kuomba au ni katika hali ya kirafiki zaidi juu ya tukio zima ambalo amelizungumzia kuhusiana na yule shehe ambaye alizungumza kwamba atawakata vichwa wale ambao watakao kuwa wameandamana siku ambayo wamepanga hiyo kufanya hayo maandamano yao. Yeye alisema kwamba atawakata vichwa, na pia akaonesha wazi kwamba kuna ubaguzi ndani yake, ambapo alionyesha udini, swala ambalo linaweza likaandaa au tunaweza tukasema kwamba ni kansa ya taifa lolote lile, kwa sababu hakuna kitu kibaya zaidi katika taifa kama uwepo wa ukabila pamoja na udini. Udini ni vitu ambavyo havitakiwi kuwepo katika taifa lolote, kwa sababu hii ni kansa ambayo ni mbaya zaidi kuwahi kutokea. Hafadhali ya machafuko ambayo yanasababishwa na siasa, yanaweza wakaitana wanasiasa kwa muda mchache wakayaweka sawa, kuliko machafuko ambayo yanayotengenezwa kwa njia ya udini au ukabila. Hivi vitu ni kansa katika taifa, havifai hata dakika 10. Kwa hiyo kwa kile ambacho amekionyesha ni very friendly wakati anazungumza jambo zito, na anataka kuonyesha kwamba kuna mtu ambaye amezungumza jambo zito zaidi ambalo analotaka kulisababisha katika taifa. Huyu mtu ambaye amezungumza hii kauli alitakiwa aonyeshwe kwa msisitizo, na pia alitakiwa kwa sasa hivi aweze kuwekwa kizuizini kwa dakika au kwa masaa au kwa masiku kadhaa, kwa sababu hakutakiwa hata kuzungumziwa katika friendly, kwa sababu lile swala alilolizungumza ni baya zaidi katika taifa letu au taifa la aina yoyote lile duniani. Udini ndio unaosababisha matukio mazito zaidi katika taifa, na udini pamoja na ukabila ndivyo vinavyosababisha madhara mazito kuwahi kutokea katika ulimwengu. Tumeweza kuona wenzetu nchini Rwanda kwa muda mrefu jinsi gani walivyokuwa wakiishi. Ule ulikuwa ni ukabila. Sasa tukija tukizungumza kwenye issue ya udini nchini Tanzania leo hii, vikianzishwa na vile alivyokuwa akizungumza kwa ukali, na vile alivyokuwa akizungumza kwamba ana nia ya dhati ya kufanya hilo jambo, kwa sababu alisema moja kwa moja kwamba anaenda kuambia mashehe katika misikiti wanamoswali sehemu tofauti, watakapoonekana watu wanaofanya hivyo basi waweze kukamatwa na kuwakata vichwa. Ina maana kwamba tukapokuwa tunazungumza kirafiki zaidi na huyu mtu wa aina hii, tunaandaa wengine kuja kuzungumza au kufanya vitu vya sampuli hiyo, au tunaweza tukasema kwamba pia tumeweza kuyaona kwamba ni rahisi au tumeyafurahia yale mauaji yaliyotokea hapo before. Kwa hiyo vile vifo vilivyotokea before katika zile vurugu inaonesha wazi kama itakuwa tumevifurahia, kwa sababu kama mtu ameweza kuzungumza haya, ina maana kwamba watu wote ambao wanaofanya aiza vurugu basi adhabu yao iwe ni kuuawa papo kwa papo. Kwa hiyo tukizungumza katika mtu ambaye anaweza kuhesabiwa kama ni mwaini au kama ni gaidi, ni mtu aliyesababisha au anayetaka kusababisha vurugu katika taifa kwa njia ya aina kama
hii, huyu hakutakiwa kuwepo katika mazingira ya kawaida. Huyu sio kama tunavyozungumza, kwa sababu sijawahi kumsikia Lissu akizungumza masuala ya mauaji hadharani, wala hakuna mwanasiasa yoyote aliyesimama, awe wa CCM au wa Chadema au wa Kafu au wa ACT Wazalendo, sijawahi kusikia chama chochote ambacho kilichosimama kikazungumza kuwakatakata watu vichwa hadharani kama alivyozungumza yeye. Huyu mtu tunamhesabu kama ni miongoni mwa watu ambao tunaweza tukasema kwamba ni kama ni gaidi fulani hivi, kwa sababu kitendo alichokizungumza ni kitendo ambacho kinachochochea ugaidi au uhaini katika taifa. Kwa hiyo huyu mtu hakuwa kuzungumza kirafiki zaidi. Huyu mtu alitakiwa moja kwa moja akamatwe na akemewe kwa ukali wa hali ya juu, kama vile ambavyo yeye alivyokuwa akizungumza, kwa sababu yeye alikuwa anazungumza kama vile just mwanamke ambaye ameibiwa dela lake na yuko pale anazungumza, anamfokea yule mwanamke aliyemchukulia dela lake, wakati anazungumza na watu ambao ni wa taifa hili, ambao wanatakiwa wapate umakini zaidi katika kulitetea taifa lao na wapate kuliunganisha taifa lao. Wewe kama ni shehe, hakikisha unapozungumza, zungumza katika mazingira mazuri ya kirafiki zaidi ya kuweza kulijenga taifa na sio kulivuruga taifa. Kwa hiyo huyu alitakiwa afanywe kama mfano, ili tusije, kwanza ametuchafulia Waislamu, tunaweza tukaonesha kwamba, kwa sababu inavyoonekana kabisa kisera za kidunia zinatufanya sisi Waislamu tunaonekana kama vile ni watu ambao ni chanzo cha ugaidi duniani. Kwa hiyo sasa utakaposimama wewe ukazungumza kwa vile alivyokuwa akizungumza yeye, ni moja kwa moja kwamba watu wanarasimisha moja kwa moja kwamba hiyo dini ni dini ambayo inasimama katika ugaidi. Kwa hiyo msiwalazie damu, piga mara moja. Kwa hiyo unaweza tukajikuta kwamba tunatembea Waislamu, mwisho wa siku kwamba unastukia wewe unapigwa kwa sababu ya yale matukio ambayo yeye ameyazungumza ni matukio hatari, na sisi tunasomeka wazi Waislamu duniani kwamba ni chanzo cha ugaidi katika dunia. Umoja wa Mataifa unatambua hilo. Kwa hiyo sasa huyu mtu sio wa kumlazia damu. Huyu mtu ni mtu ambaye kutaka kuoneshwa kama mfano, ili wengine wasije wakasubutu kuzungumza kauli kama zile hadharani. Ni kauli nzito na ni kauli mbaya zaidi kutokea katika nchi yetu. Sio swala zuri kwa kiongozi wa dini, kiongozi wa siasa na kiongozi wa aina yote kuzungumza kwamba yeye atachukua hatua ya kuwakatakata watu vichwa hadharani au kuwapiga watu hadharani. Hizi sio kauli nzuri kuzitumia katika nchi yetu, kwa sababu kwanza nchi yetu ni nchi ya amani, ina upendo ndani yake, kwa kila mmoja anampenda mwenzie bila kuangalia dini, bila kuangalia kabila. Kwa hiyo vitu kama hivi sio vitu vya kuvichekea chekea, au watu wa sampuli sio watu wa kuwachekea chekea. Kwanza wanatudhalilisha sisi Waislamu. Wewe ukazungumza kama vile Waislamu hatujalelewa katika hiyo. Sisi dini yetu ni dini ya haki, ni dini ambayo inayosimama katika upendo kwa kila mwanadamu, ni dini ambayo inasimama, dini ya Uislamu inasimama katika kuorozesha haki za kidunia, kwamba kila mwanadamu au kila kiumbe katika dunia kina haki yake ya kuishi. Mpaka sisimizi ndani ya Uislamu amezungumzwa jinsi ya kupatiwa haki, na katika Uislamu imezungumza awe mwanamke awe mwanaume, kiumbe cha aina yoyote kina haki yake ya kuishi, kina haki yake ya kufanya mambo yake kwa mipaka ambayo iliyopangwa ndani ya dini. Leo hii unakuja wewe unasema kwamba utamkatakata mtu kichwa hadharani, unatafuta nini wewe? Kwa hiyo sasa hapa tunamzungumza mheshimiwa kwamba mheshimiwa alitakiwa achukue action kwa hawa watu, kwa sababu wasije wengine wakajitokezea huko wakafanya hivyo vitu, kwa sababu hata mimi naweza nikajikuta tu nazungumza vitu ambavyo vya kutishia amani kwenye taifa, kwa sababu najijua wazi kwamba kuna watu ambao wananifuata, basi nao mwisho wa siku wakaja wakafanya vile vitu. Kwa hiyo tulitakiwa tumuoneshe huyu shehe mfano kwamba wengine wasije wakajitokeza wakaandaa hii kansa ambayo hakuna matibabu ya kuitibu. Swala la udini linapojitokeza katika taifa, watu wakawa wanapigana vita za kiudini, hawa watu hakuna mtu ambaye anaweza akawasimamisha. Tunaona huko Gaza kila siku kinachoendelea, tunaona wenzetu Iraki nini kinachoendelea. Utasikia kwamba Masuni pamoja na Mashia wanapigana. Kwa hiyo hivi vitu unavyovianzisha ni kwamba vinakuja baadaye, badala kwamba wewe umevianzisha kwamba wapigane wa Kristo na Waislamu, mwisho wa siku unakuja kuandaa vita ambazo zitakuwa ni baina ya Shia na Masuni. Utakuja kuandaa vita ambazo zitakuwa zinapigana Shia pamoja na Hamadia na kadhalika. Kwa hiyo sasa hivi vitu sio vitu vya masiara katika taifa letu. Ni lazima watu wanapotamka vitu kama hivi vya kipuuzi waoneshwe mfano.